Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema vita vya Ukraine huenda vitachukua muda mrefu kumalizika. Na Kenya imetangaza kuiunga mkono Morocco kuhusu mzozo wa Sahara Magharibi. Habari kamili. Gaza City. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameapa kuwarudisha nyumbani mateka wote wanaoshikiliwa na Hamas walioko hai na waliokufa. Kauli hiyo Netanyahu imetolewa chini ya kiwingu cha kuweka mkanganyiko kuhusu hatma ya pendekezo la usitishaji mapigano kwa siku 70, hatua ambayo ilitarajiwa kutoa nafasi ya kuachiliwa mateka 10 wa Israel pamoja na wafungwa wa Kipalestina. Jana kundi la Hamas lilisema limeridhia pendekezo jipya la usitishaji vita lililotolewa na mjumbe wa Marekani Steve Witkoff, lililowasilishwa na wajumbe. Hata hivyo, baadaye msemaji wa Witkoff alikanusha kwamba Hamas wamekubali pendekezo hilo. Watu takriban 52 wameuawa katika ukanda wa Gaza kwa mujibu wa timu ya waokoaji kwenye ukanda huo ambako jeshi la Israel limeendelea kushambulia. Jeshi hilo la Israel limesema leo limezuia makombora yaliyofyatuliwa kutoka Yemen na waasi wa Kihuthi. Turku Finland. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema vita nchini Ukraine vinatarajiwa kuendelea kutokana na kujivuta kwa Urusi kuingia kwenye mazungumzo. Uzoefu wa wiki 3 zilizopita umeonyesha kwamba juhudi tulizofanya kwa pamoja katika Umoja wa Ulaya, lakini pia na Uingereza na Marekani ili kufikia usitishaji vita bado hazijafanikiwa mpaka sasa. Hata hivyo, mimi sikuwa na matarajio yoyote ya kujidanganya tangu mwanzo kwamba swala hili linaweza kumalizika haraka. Katika mkutano na waandishi wa habari leo pamoja na waziri mkuu wa Finland, Kansela Merz amesema vita humalizika ikiwa upande mmoja utaishiwa nguvu za kiuchumi au kijeshi, lakini katika suala la vita vya Ukraine bado hali hiyo haijafikiwa. Waziri mkuu wa Finland, Petteri Orpo, amesema jumuiya ya kimataifa inapaswa kuongeza shinikizo dhidi ya Rais Vladimir Putin kuanza mazungumzo ya kusitisha vita. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi, Maria Zakharova, amesema luteka za kijeshi za Finland zinageuka kuwa chombo kinachotumiwa na jumuiya ya kujihamia NATO kuleta machafuko karibu na mpaka wa Urusi. Ankara. Rais wa Urusi Vladimir Putin na waziri wa mambo ya nje wa Uturuki wamefanya mazungumzo mjini Moscow kuhusu juhudi za kumaliza vita nchini Ukraine pamoja na hatua zilizopigwa tangu yalipoanzishwa mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Urusi na Ukraine. Vyanzo kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Uturuki vimesema waziri Hakan Fidan, ambaye yuko Moscow kwa ziara ya siku 2, alikutana jana Jumatatu na Putin pamoja na kiongozi wa ujumbe wa Urusi kwenye mazungumzo ya Ukraine, Vladimir Medinsky. Waziri huyo wa mambo ya nje wa Uturuki anatarajiwa leo kukutana na mwenzake wa Urusi Sergei Lavrov. Japo hakuna ratiba ya kufanyika mazungumzo yote hapo baadaye kati ya Urusi na Ukraine, Uturuki imekuwa ikisema inaweza kuwa mwenyeji wa mazungumzo hayo. Mnaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari kutoka DW Bonn. Rabat. Kenya imetangaza kuunga mkono mpango wa Morocco wa kulipatia eneo linalozozaniwa la Sahara Magharibi mamlaka ya ndani chini ya mipaka ya taifa hilo la Afrika Kaskazini linaloongozwa na utawala wa kifalme. Hatua ya Kenya inaungana na msimamo uliochukuliwa na mataifa kadhaa ya Afrika, ya Kiarabu na nchi za Magharibi ambazo zimeonyesha kuiunga mkono Morocco katika mzozo huo wa miongo mitano. Tangu mwaka 1975, Morocco imekuwa kwenye mvutano mkubwa na chama cha Polisario kinachopigania ukombozi wa Sahara Magharibi na kinachoungwa mkono na Algeria. Mawaziri wa mambo ya nje wa Kenya na Morocco jana baada ya mazungumzo yao walitoa taarifa pamoja mjini Rabat, ambapo Kenya ilisema itautazama mpango wa Morocco kama njia pekee ya kuaminika na ya uhalisia ya kutatua mvutano huo. Na hatimaye Sydney. Shirika moja la utafiti la Australia limetoa ripoti inayosema mataifa masikini kabisa duniani yanakabiliwa na mzigo mkubwa wa madeni, huku kiwango cha urudishaji madeni hayo kwa mkopeshaji wake China kikivunja rekodi mwaka huu 2025. Ripoti hiyo ya taasisi ya The Lowy iliyochapishwa leo Jumanne inasema mataifa yanayoendelea yanapambana na wimbi kubwa la ulipaji madeni na riba kwa China na yataendelea kuwa katika hali hiyo kwa muongo mzima.
Wizara ya mambo ya nje ya China imesema haina uelewa wa kina juu ya ripoti iliyotolewa, lakini imefafanua kwamba uwekezaji na ushirikiano wake kifedha na mataifa yanayoendelea ni mipango inayofanyika kwa kuzingatia mikataba ya kimataifa. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari iliyokujia kutoka DW Bonn. DW Dunia Yetu Leo Mchana. Na msikilizaji, mengi ambayo utayasikia wakati huu ni pamoja na kauli iliyotolewa hadharani hivi karibuni na mbunge wa jimbo la Kawe kupitia CCM huko Tanzania, Askofu Gwajima, imezusha mjadala mkubwa. Ninaomba niwaambie ukweli kwamba utekaji si utamaduni wetu wa Kitanzania. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema upo uwezekano mkubwa kwamba waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda walifanya uhalifu wa kivita, na mfumo mpya wa msaada wa binadamu unaoungwa mkono na Marekani umeanza kugawa chakula huko Gaza. Msikilizaji na yule ambaye anatazama tu katika mitandao yetu ya kijamii, upo uwezekano wa wewe kushiriki matangazo haya moja kwa moja. Muhimu ututumie ujumbe mfupi kwenye ukurasa wetu wa Facebook na ule ukurasa wa Instagram, bila kukosa pia ukurasa wetu ule wa YouTube au chaneli yetu ya YouTube. Kauli iliyotolewa hadharani hivi karibuni na mbunge wa jimbo la Kawe kupitia chama tawala CCM, Askofu Josephat Gwajima, kuhusu masuala ya utekaji nchini Tanzania na kisha kutoa ushauri wake nini kifanyike ili kuondoa matukio hayo ya kikatili, imeibua mjadala katika bunge la Tanzania, huku baadhi ya wabunge wakimshambulia na kutaka afukuzwe wanachama. Hata hivyo, baadhi ya viongozi wa dini wameibuka na kuunga mkono kauli ya Askofu Gwajima, huku wakiwataka wabunge waliomshutumu kujibu kwa hoja kauli za askofu huyo. Mwandishi wetu Deokaji Makomba anayo maelezo kamili kuhusu taarifa hiyo akiwa Dodoma. Miongoni mwa viongozi wa dini waliotoka hadharani kumkingia kifua Askofu Gwajima ni Askofu Emmaus Mwamakula wa kanisa la Uamsho la Moravian, ambaye amesema kuwa alichozungumza Gwajima sio kipya, isipokuwa ni yale malalamiko ambayo viongozi wa dini, wanaharakati, watetezi wa haki za binadamu na wanasiasa nchini Tanzania wamekuwa wakisema, isipokuwa watawala wanafumba macho. Askofu Mwamakula ameenda mbali zaidi kwa kusema kuwa alichokizungumza Gwajima ni kweli na ni hoja kubwa ambayo inapaswa kujibiwa kwa hoja, na kwamba ipo haja ya kubadilisha mfumo wa utawala, ikiwemo vyombo vya ulinzi na usalama viwe uhuru na utawala. Hivi vyombo vya ulinzi na usalama vinatumwa na mwenyekiti wa CCM. Kwa aliyosema Gwajima ni yale, ametumia tu lugha nyingine, ni yale kwamba mwenyekiti wa CCM, rais, ana mamlaka na vyombo hivyo. Pengine hekima ya Gwajima ni kwamba ili rais wa Tanzania silaumika katika mambo haya, punguze mamlaka hata ya kuwateua na kuwaondoa. Hilo la kwanza. Lakini la pili, hizi kelele, bahati nzuri nimesikia mijadala ya bungeni na mijadala ya nje baada ya Gwajima wakimjadili Gwajima. Hawa watu wanajipendekeza kwa mtawala, lakini bahati mbaya sana Watanzania wote sasa hivi wanajua kinachoendelea. Kauli ya Askofu Gwajima imeibua mjadala katika bunge la Tanzania, huku baadhi ya wabunge wakimshambulia Gwajima ambaye ni mbunge wa jimbo la Kawe kupitia CCM kuwa kauli aliyoitoa hivi karibuni inapaswa kulaaniwa. Abasi Tarimba ni mbunge wa Kinondoni. Kuna mtu mmoja hapa ndani, mwenzetu mbunge, tena ana nafasi ya kuzungumza humu ndani, ana nafasi ya kuzungumza kwenye neti, ana nafasi ya kukutana na wakubwa, ameanza kutuchokonoa. Mimi nakiuliza chama changu, Chama cha Mapinduzi, huyu bwana ana kadi ya chama huyu. Hivi basi tukae tu na mtu kama huyu ambaye anatusumbua, anatoa mifano ya kutisha. Kiswahili bwana ni sisi watu wa pwani tunakijua, tumejifunza shule pia kitu kinachoitwa literature, fasihi. Wewe unatoa mifano, nasema bandari ikiuzwa, sisi tunajua unalenga wapi ndugu yangu huko uliko. Jumamosi iliyopita Askofu Gwajima alitoka hadharani mbele ya waandishi wa habari jijini Dar es Salaam akilaani na kushutumu mambo yanayoendelea ya utekaji nchini Tanzania, huku akisema kuwa kufuatia hali ilivyo hivi sasa nchini humu umefika wakati wa yeye kuongea na kukemea, kwani vinaathiri kwa kiasi kikubwa taswira ya taifa kimataifa na kuvuruga uhusiano wa kidiplomasia. Ninaomba niwaambie ukweli kwamba utekaji si utamaduni wetu wa Kitanzania na ni jambo ambalo halitakiwi kabisa kuwa entertained na mtu yoyote. Deokaji Makomba, DW, Dodoma. Na msikilizaji, tukisalia katika
swala hilo huko Tanzania, baadhi ya wabunge wamesikia wamezusha mjadala mkubwa baada ya kutoa matamshi Bwana Gwajima kuhusu akitoa hadharani kutaka polisi itumie nguvu kubwa kuwakabili raia na wanaharakati kutoka nje wanaopaza sauti kuhusu hali ya kidemokrasia kwenye taifa hilo la Afrika Mashariki. Baadhi wamesikika wakisema kuwa wanaharakati kutoka Kenya na Uganda waliokamatwa hivi karibuni nchini Tanzania na baadaye kudai kuteswa wamegadhibishwa. Mwenzangu Rashid Chilumba bila shaka amezungumza na Gabriel Mwang'onda, mchambuzi wa siasa za Tanzania akiwa Dar es Salaam. Tumsikilize. Wabunge wanaonyesha hasira kali sana. Wanaonyesha hasira si kwa sababu tu ya kutekwa kwa wale watu, lakini kwa maneno yanayosemwa na wale watu wa Kenya. Haya yameleta sana. Sio kama mbatika kuyaona. Maneno yale yanasemwa na baadhi ya watu wa Kenya. Maana sio wa Kenya wote, hapana. Lakini wanaharakati wa Kenya wakimtusi rais kwa matusi makali na pengine ya kumdhalilisha. Kisa ni kwamba Martha Karua na Mutunga, Jaji Mutunga wamerejeshwa nyumbani, lakini na yule mwingine kwa madai kwamba kapigwa na watu wa dola bila shaka. Lakini maneno yanayosemwa na wanaharakati wa Kenya pengine dhidi ya Rais Samia Suluhu yanasema mengi bila shaka yanahalalisha matamshi ya wanasiasa pia wa Tanzania ikiwemo wabunge ya kutaka wale waliokamatwa chini ya mikono ya vyombo vya dola wangeadhibiwa ama pengine kupigwa kwa kiwango ambacho kisichomithilika. Inahalalisha? Hapana. Hilo jambo haliwezi kuhalalishwa na haliwezi kupata uhalali wa kuwapiga zaidi au kuwatesa zaidi au kuwateza nguvu kwa viwango vinavyovuka matakwa ya ya haki za watu. Hilo ni jambo haliwezekani, lakini tu kwamba wabunge, baadhi ya wabunge waliojadili, wengine wanaweza neno wamekuwa overwhelmed, yani wamepita kiasi kwa mihemko na unajua sasa hivi ni wakati wa uchaguzi, watu wanakaribia kuingia katika kura za maoni na kadhalika. Nafikiri wengine walizungumza katika misingi ambayo leo unaweza kaita uchawa na kadhalika, lakini kimsingi mimi nafikiri reaction ili kumfurahisha nani bwana Hamdun, na kwamba kabla wale wabunge kabla watu wa Kenya, baadhi ya wanaharakati hawajaanza kumtukana Samia, haikuwa tabu sana. Sikuwa nimeona maneno makali, lakini baada ya kumtukana ndo hasa kumetokea maneno mabaya kabisa, na wengi wakirifaa juu ya kile ambacho wanakizungumza wanaharakati wa Kenya na kadhalika. Hili linaweza kuchochea mvutano kiasi gani kati ya Tanzania na Kenya? Kwa sababu tumesikia vile wabunge kutoka Kenya nao wamesema watakwenda bungeni leo na watafanya kile wanachoita wenyewe kutoa majibu dhidi ya wenzao wa Tanzania. Una wasiwasi kunaweza msuguano wa kidiplomasia mkubwa ukatokea sio? Sina mashaka yoyote, kwa sababu baadhi hata waziri mkuu wa Kenya amewalaumu wale wanaharakati wa Kenya, amewalaumu sana kwamba kuna nchi za watu mkiende kuyafanya yale ambayo kwa dasturi huwa mnayafanya hapa. Katika bunge kama unavyofahamu ndugu Rashid, kwamba kunakuwa na watu wengi na watu hawa uwezo wao wa kufikiri mambo haufanani, hutofautiana, na uwezo wao kuyaendea mambo hutofautiana vile vile. Nafikiri kwamba kilichotokea ni kwa jinsi gani mbunge mmoja, maana si wote, kwa sababu wengine wamepinga vile vile jambo hili. Nafikiri hili kwa kiasi kikubwa limepelekea kukosa subira na kutamka maneno makali sana dhidi ya hao wanaharakati. Kumradhi mtazamaji na yule anayetusikiliza wakati huu, nilimtambulisha ndivyo sivyo. Huyu ni Marcel Hamduni, bila shaka akizungumza kutoka Mwanza, Tanzania, alipozungumza na mwenzangu Rashid Chilumba.